Shalom, naitwa David Sima. Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube, na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, basi usiache kusubscribe hapo chini ili uweze kuwa wa kwanza kupata masomo na mafundisho mbalimbali pindi tu nitakapoyaweka hapa kwenye account yangu ya YouTube. Karibu sana kwenye siku ya kwanza ya kufunga na kuomba, ikiwa leo ni tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2025. Nikupongeze wewe kwa kuona mwezi huu wa 11. Karibu sana na karibu tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, lakini pia tuombe maombi haya, lakini pia ni kuombee baraka za mwezi mpya, mwezi wa 11. Mungu katie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa siku njema leo. Asante kwa muda huu mzuri ambao Mungu wa mbinguni, wana wako tuko mahali hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya siku yetu ya kwanza ya kufunga na kuomba. Mungu umetupa neema, Mungu umetupa kibali, Mungu umetupa upendeleo. Hata Mungu tuko hapa kwa ajili ya kuomba na mfungo huu wa siku yetu ya kwanza. Tunaomba Mungu wa mbinguni, nguvu zako zitembee na sisi, uwepo wako utembee na sisi. Mungu katuongoze kwenye siku hizi 7. Tunahitaji uongozi wako Roho Mtakatifu kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7. Mungu tusaidie kwenye hizi siku 7. Tunahitaji kuona nguvu zako, tunahitaji kuona uweza wako. Mungu tuwezeshe tuweze kufunga, tusichoke wala kuzimia mioyo. Mungu tutie nguvu, tusisikie njaa, asiwepo mtu wa kusikia njaa. Mungu tutie nguvu, Mungu tusaidie, Mungu tuwezeshe, itie mifupa yetu nguvu. Mungu tutie nguvu, tusichoke wala kuzimia njiani, bali tumalize siku zote 7. Mungu tusaidie, Mungu tutangulie, Mungu tupiganie. Tunakwenda kinyume na kila vishawishi, tunakwenda kinyume na kila mpango wa adui wa kutuzuia tusifunge. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu msaidie kila mmoja, mtie nguvu kila mmoja, muwezeshe kila mmoja aweze kufanikiwa kufunga. Mungu muwezeshe kila mmoja aweze kufunga katika jina la Yesu. Yeyote ambaye alijiunga na grupu kwa lengo la kuzamilia kufunga, Mungu msaidie, Mungu muwezeshe popote alipo. Huenda hanisikia hapa, Mungu msaidie popote alipo, msaidie aweze kufunga, mtie nguvu aweze kufunga kwenye hizi siku 7 zote. Mungu muwezeshe asichoke wala kuzimia. Mungu asaidie, Mungu msaidie kila mmoja, Mungu msaidie kila mmoja aweze kufunga, tuweze kuzimaliza siku 7 kwa kishindo, tuweze kuzimaliza siku 7 kwa tukiwa wenye nguvu. Mungu tusaidie, tuepushe na kila vishawishi, tuepushe na kila vishawishi vya kutufanya tusifunge. Mungu tuondolee tamaa, Mungu tuondolee macho ya dhambi, Mungu tuondolee kila aina ya uharibifu. Tupe nguvu tuweze kufunga siku zote 7. Mungu tusaidie. Tunaomba uongozi wako Roho Mtakatifu, tunaomba uongozi wako Roho Mtakatifu, tunaomba uongozi wako Roho Mtakatifu. Uongozi wako Roho Mtakatifu utuongoze kwenye siku hizi 7, utuongoze kwenye hizi siku 7. Roho Mtakatifu tuongoze, Roho Mtakatifu tuongoze, Roho Mtakatifu tuongoze kwenye hizi siku 7. Roho Mtakatifu tuongoze, tusichoke wala kuzimia. Roho Mtakatifu tuongoze, Roho Mtakatifu tuongoze, Roho Mtakatifu ututie nguvu, Roho Mtakatifu utuwezeshe tunapoenda kusoma neno na kujifunza. Mungu Roho Mtakatifu msaidie kila mmoja aweze kuelewa neno, msaidie kila mmoja aweze kuwa na shauku ya kusoma neno, msaidie kila mmoja awe na shauku ya kusoma neno bila kuchoka. Kila mmoja Mungu ambaye amezamilia kufunga, mpe nguvu ya kusoma neno la Mungu, mpe nguvu ya kusoma neno la Mungu, asichoke wala kuzimia,
asichoke wala kuishia njiani. Roho Mtakatifu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie yeyote mwenye nia ya kufunga. Roho Mtakatifu msaidie asichoke wala kuishia njiani. Mungu msaidie, Mungu msaidie katika jina la Yesu. Ninamuombea kila mmoja. Roho Mtakatifu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie. Mpe nguvu, mpe nguvu, mpe nguvu kila mmoja. Mpe nguvu ya kusoma neno la Mungu, asichoke wala asione uvivu kusoma neno la Mungu. Roho Mtakatifu msaidie, Roho Mtakatifu msaidie. Mpe nguvu ya kuomba kila siku lisipungue lisali moja. Mpe nguvu ya kuomba, mpe nguvu ya kuomba. Roho Mtakatifu mpe nguvu ya kuomba, mpe nguvu ya kuomba, mpe nguvu ya kuomba katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu asante na kwenda kukuombea baraka za mwezi wa 11. Mungu msaidie mwezi wa 11, ukamsaidie huyu ndugu anayenisikiliza. Ikibaki miezi miwili kwenye mwezi wa 11, Mungu msaidie. Habari njema zikasikike kwake, habari njema zikasikike kwake. Mungu msaidie, mpe kibali, mpe kibali popote alipo, kwenye kila eneo alipo. Mpe kibali, mpe upendeleo. Mungu msaidie, Mungu msaidie. Kama ni kwenye biashara, mpe upendeleo. Kama ni kwenye kazi, mpe upendeleo. Popote alipo kwenye ajira yake, mpe upendeleo, mpe kibali. Mungu msaidie, Mungu mtangulie mwezi wa 11. Tunakataa taarifa mbaya, tunakataa taarifa za msiba, tunakataa kila taarifa mbaya kwa jina la Yesu. Mwezi wa 11 unakwenda kuwa ni mwezi mzuri. Mungu unakwenda kumsaidia, Mungu unakwenda kumsaidia katika jina la Yesu. Mwezi wa 11 unakwenda kuwa ni mwezi mzuri kwake. Mungu unamsaidia, Mungu unamsaidia. Hatazalisha hasara bali atazalisha faida. Mungu unamsaidia, Mungu unamsaidia katika jina la Yesu. Namuombea kila mmoja. Embu omba kwa ajili ya mwezi wa 11. Embu omba kwa ajili ya mwezi wa 11. Usikubali kunyamaza. Embu omba kwa habari ya mwezi wa 11. 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 Omba kwa habari ya mwezi wa 11. Mwambie Mungu nipe kibali, mwambie Mungu nipe kibali kwa habari ya mwezi wa 11. Ombea familia yako kwa habari ya mwezi wa 11. Embu tamkie mema mwezi wa 11, ikiwa ni mwezi ambayo yabakia miezi miwili tu kumaliza mwaka 2025. Embu tamkie mema, embu tamka mema kwa habari ya mwezi wa 11. Tamka mema, tamka mema, kata na baya yote juu ya mwezi wa 11. Embu tutamke sasa neno kwa habari ya taifa letu la Tanzania. Embu omba kwa habari ya taifa la Tanzania. Embu omba, unajua nini kinaendelea kwa habari ya taifa la Tanzania. Embu omba kwa habari ya taifa la Tanzania. Embu omba kwa habari ya taifa la Tanzania. Mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe. Tumekuwa tukiomba kwa habari ya taifa la Tanzania, kwa habari ya taifa letu la Tanzania. Embu endelea kuomba. Mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe juu ya taifa letu. Mungu tunaomba mapenzi yako yatimizwe kwa habari ya taifa la Tanzania. Mungu mapenzi yako yatimizwe kwa habari ya taifa la Tanzania. Mapenzi yako yatimizwe kwa habari ya taifa la Tanzania. Yale ambayo umeyakusudia kwa habari ya taifa la Tanzania yakatimie. Yale ambayo Mungu umeyakusudia kwa habari ya taifa la Tanzania, Mungu wa mbinguni yakatimie. Yale ambayo umeyakusudia kwa habari ya taifa la Tanzania yakatimie. Yale ambayo umeyakusudia Mungu kwa habari ya taifa la Tanzania yakatimie. Mapenzi yako Baba yakatimie. Wewe ndiye unayejua nani anaenda kuwa rais wa taifa hili. Mapenzi yako yakatimie
yakatimie, mapenzi yako yakatimie. Mapenzi yako Baba ni makamilifu, mapenzi yako ni mema kwetu, mapenzi yako ni makamilifu, mapenzi yako ni mema kwetu. Roho Mtakatifu, ingilia kati juu ya taifa la Tanzania. Tunakataa machafuko juu ya taifa la Tanzania. Tunakataa machafuko juu ya taifa la Tanzania. Maisha ya Tanzania yanakwenda kuongozwa kwa haki, ile haki ambayo wanaitaka wa Tanzania ikapatikane, ile haki ambayo wa Tanzania tunaitaka ikapatikane, ile haki ambayo wa Tanzania tunaitaka ikapatikane, ile haki ambayo wa Tanzania wanaililia ikapatikane, ile haki ambayo wa Tanzania wanaitaka ikapatikane, yale mambo ambayo wa Tanzania wanayapigania yakapatikane. Roho Mtakatifu, Yesu, tunakuhitaji kwa habari ya taifa la Tanzania, yale mambo ambayo watu wanayataka, yale mambo ambayo wa Tanzania wanayataka, yale mambo ambayo wa Tanzania tunayataka yakatimie, ile haki ambayo wa Tanzania wanaitaka ikatimie, ile haki ambayo wa Tanzania wanaitaka ikapatikane, haki ya taifa la Tanzania ikapatikane. Tunakwenda kinyume na uongozi ambao hauhitaji haki, tunaukataa kwa jina la Yesu. Uongozi ambao unakwenda kinyume na haki ya Watanzania, tunaukataa kwa jina la Yesu. Yesu, mwambie Yesu atupatie uongozi ambao utatupatia Watanzania haki yetu, ile haki ambayo Watanzania tunaitaka. Mungu ikapatikane. Hakuna wakuzuia. Embu omba, mwambie Mungu ile haki ambayo Watanzania wanaitaka ikapatikane, ule uongozi wa haki ambao Watanzania wanautaka ukapatikane, ule uongozi wa haki ambao Watanzania wanautaka ukapatikane, katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume na kila nguvu za giza, kila mpango wa adui kwa habari ya uongozi wa taifa la Tanzania. Tunakataa mipango ya adui kupitisha viongozi wasiosimamia haki. Tunakataa kwa jina la Yesu. Wapatikane viongozi ambao watasimamia haki, wapatikane viongozi ambao watasimamia haki, wapatikane viongozi wa bunge, madiwani hadi rais ambao watasimamia haki, katika jina la Yesu. Ile haki ambayo Watanzania tunaitaka ikapatikane. Embu endelea kuomba. Tunakataa machafuko, tunakataa mauaji juu ya taifa la Tanzania, katika jina la Yesu. Haki na amani vikatawale. Tunakataa kila aina ya uasi juu ya taifa la Tanzania, katika jina la Yesu. Mungu asante kwa ajili ya mwezi wa 11. Mungu asante kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunaomba na kushukuru Mungu wa mbinguni. Wewe unastahili sifa na utukufu. Amen. Yes. Tunaendelea, lakini kabla hujaanza mfungo wetu wa hizi siku 7, kabla hujaanza kuomba maombi maalum sasa kwa ajili ya siku ya kwanza na hadi ya 7, embu yatafakari maisha yako. Angalia maisha yako, yatafakari maisha yako. Kabla ya kuanza maombi, mwambie Mungu akusamehe dhambi zako zote na uanze upya. Wewe ndiye unayefahamu maisha yako. Kumbuka ni wapi ulianguka ili uombe msamaha kwa Mungu, uweze kutubu. Haijalishi ulitenda dhambi gani, ila Mungu wetu ni mwenye huruma. Yeye anasamehe dhambi zote. Hata kama wewe unaiona ni kubwa sana, lakini kwake hakuna dhambi kubwa wala ndogo, anasamehe zote. Hata kama uliua mtu, Mungu anakusamehe. Hata kama umelala na wanaume wangapi, umejichukia na kujiona wewe ni mdhambi, hizo zote Mungu anasamehe. Hakuna dhambi ambayo Mungu hasamehi. Isaya 1:18 Biblia inasema,
haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kusamehe. Mithali 28:13 nasema, afikaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azingamanaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hiyo usifiche dhambi zako, kwa sababu ukificha dhambi zako hautafanikiwa. Maana yake kuna siku zitakumaliza, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo usikubali kukaa kwenye maisha ya dhambi. Usikubali kuendelea na mfungo ungali una maisha ya dhambi, bali ziungame dhambi zako. Na kama basi unajua una maisha ya dhambi yamekutesa na una vifungo vimekufunga, basi nifuatishe maneno haya. Sema, mimi fulani, yani kama jina lako unasema kwa mimi David, sema mimi David, mimi fulani ninayatambua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua ama kutokujua. Naomba unisamehe na unipokee niwe mtoto wako. Ninayakataa maisha ya dhambi na wala sitaishi katika dhambi. Ninakupokea ewe Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Kwa maana hiyo sasa, kwa kufuatisha sala hiyo, wewe sasa umempokea Yesu na maisha yako ni mapya. Umesamehewa dhambi zako zote. Umesamehewa dhambi zako zote. Maana yake sasa unapaswa kuanza maisha yako mapya. Maana yake wewe tayari umeshampa Yesu maisha yako, hauna dhambi tena. Endelea mbele, endelea mfungo wako kwa amani. Naomba nikuombee. Mungu, asante kwa ajili ya huyu ndugu ambaye amekupatia wewe leo maisha yako. Mungu, msaidie, mtie nguvu, muwezeshe, mpe nguvu ya kuendelea mbele. Ninavunja kila maagano ambaye aliingia kwa kujua ama kutokujua. Ninavunja kila maagano ambaye aliingia. Mungu, msaidie, Mungu mtangulie, Mungu mpiganie, mpe nguvu ya kushinda. Mungu, msaidie na muepushe na kila maisha ya dhambi. Mpe kuishinda dhambi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini pia usikubali kuendelea na mfungo huu ingali una watu ambao moyoni mwako umewabeba. Yani moyoni mwako kuna watu ambao umewabeba, walikukosea ama uliwakosea, hujawasamehe, hujaomba msamaha. Usikubali kuingia kwenye mfungo, usikubali kuingia kwenye maombi na una kinyongo ndani ya moyo wako, kwa sababu utashindwa kuomba na utaanza kulia kwa sababu una uchungu ndani ya moyo wako. Kwa hiyo usikubali kuanza mfungo huu ukiwa na uchungu. Kama ni mwenza wako amekukosea, kama ni mchumba wako amekukosea, ama mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano amekukosea, hebu toa msamaha, wasamehe bure. Msamaha ni kwa ajili ya kuponya maisha yako, ni kwa ajili ya kuponya nafsi yako. Kwa hiyo wasamehe wote ambao wamekukosea, wasamehe wote na anza maisha yako mapya. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo jitahidi sana, jitahidi sana kuzingatia mambo haya ili mfungo wako uwe na matokeo. Ukitaka mfungo wako uwe na matokeo, zingatia mambo yafuatayo. Ukitaka mfungo wako uwe na matokeo mazuri, hakikisha unapata muda wa kutosha kuomba kwa siku, sio chini ya saa 1. Yani jitahidi kila siku usikose, yani usiombe sio chini ya saa 1. Hakikisha unaomba. Ukifunga na haujaomba, maana yake umeshinda njaa. Hakikisha unapata muda wa kusoma neno la Mungu kila siku kama ambavyo mwongozo umeelekeza. Ukifungua mwongozo wako unaelekeza pale mwanzoni kwamba kila siku usome neno gani, na sio tu kusoma, soma na andika pembeni, ili nikifungua tu group unatuandikia kwenye group kwamba wewe umesoma kitu gani. Unaona,
Umeelewa kitu gani? Kwa hakikisha unasoma na kuelewa. Andika pembeni ambacho umejifunza. Ukifunga na usomi neno na uombi ni sawa na bure. Kila siku husika na hakikisha unasoma mwongozo huko. Hakikisha kila siku unasoma mwongozo. Nimeandika kitu gani? Uombe kitu gani? Usiombe tu kwa kujiendea. Tunaongozwa na mwongozo, lakini mwongozo hautufungi. Ukiingia kwenye kuomba, unaomba kadri Roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Jambo la 4, hakikisha unatengeneza mazingira moyoni mwako. Muda wowote ule unaweza kuomba bila kuzuiwa na mazingira ya nje. Mfano, upo ofisini, unaweza kukaa kimya ukaomba, au upo kwenye usafiri, bado unaweza kuomba. Kwa hakikisha unatengeneza mazingira ya kuomba. Usizuiwe na jambo lolote lile. Usikubali mazingira yote ya kutoa kwenye mstari wa kuomba. Usikubali kuahirisha na kuishia njiani. Funga, omba mpaka siku ya 7. Lakini pia jambo la 5, ungana nasi kila siku kwenye kuomba maombi live. Omba. Umesikia maombi live kila siku saa 6 usiku mpaka 7 usiku. Omba na sisi. Jiunge YouTube live. Kama usipojiunga, baadaye sikiliza. Lakini saa 11 asubuhi mpaka saa 12 unaomba maombi ya mahusiano na maombi ya ndoa. Unaomba pamoja na sisi, unajiunga. Ukijiunga na watu wengine, ukijiunga na sisi kuomba, unakuwa na nguvu ya kuomba zaidi, tofauti na kama ambavyo ungeomba peke yako. Lakini jambo la 6 na la mwisho, andaa sadaka yako nzuri ya shukurani. Siku ya mwisho ya mfungo, siku ya 7 inakuwa ni siku yetu ya shuhuda. Ukipata ushuhuda wote utunze. Siku ya mwisho ya 7 inakuwa ni siku yetu ya shuhuda na shukurani, kutoa sadaka zetu mbele za Mungu. Kwenye miongozo yetu kuna namba za kutoa sadaka, kwa zitunze. Siku ya mwisho, andaa sadaka yako nzuri uweze kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ya Mungu ambayo ametutendea. Tunamshukuru Mungu hata kama haujakiona kile ambacho umekiomba, ila unamshukuru Mungu kama tendo la imani, ukimwambia kwanza, Mungu nakushukuru hata kama bado sijaona, lakini naamini ya kwamba umekwisha kunipatia hili jambo. Labda umemwomba Mungu akupatie mke, au Mungu akupatie kazi, au Mungu akupandishe cheo kazini. Hata kama bado haujaona hayo, wewe unamshukuru Mungu kwa sadaka yako, ukiamini ya kwamba tayari nimekwisha kupokea. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo. Basi tuingie kwenye mwongozo wa kuomba kwa siku yetu ya leo ya kwanza, tarehe 1 mwezi wa 11, siku yetu ya kwanza ya kufunga na kuomba. Siku ya leo tunamshukuru Mungu na tunafanya tathmini ya miezi iliyopita na kuombea miezi miwili iliyobaki. Ni vizuri kufanya tathmini. Kwa tunamshukuru Mungu, tunafanya tathmini ya miezi iliyopita na kuombea miezi miwili iliyobaki. Tumeshaombea taifa la Tanzania, tunaingia sasa kuomba kufuata mwongozo wetu. Kwanza mshukuru Mungu kwa kukuwezesha kumaliza mwezi Oktoba salama. Yeye amekulinda, sio kwa nguvu wala ujanja wako. Mshukuru Mungu kwa yote aliyokupigania katika kila eneo la maisha yako. Zaburi 136 mstari wa 1, Biblia inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Wa Thesalonike wa kwanza 5:18. Lakini Zaburi 9 na wale mstari wa 1 anasema, Bwana, kwa moyo wangu wote nitayasimulia matendo yako ya ajabu. Kwa hiyo pata muda wa kutafakari matendo makuu ya Mungu. Ni jinsi gani Mungu amekulinda na kukuepusha na kila aina ya uharibifu. Hata umeweza kumaliza miezi yote hiyo. Umemaliza kuanzia Januari, Februari, Machi, April, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, hata Oktoba imeisha. Tumeingia Novemba. Mshukuru Mungu. Mwambie Mungu nakushukuru kwa afya njema. Mwambie Mungu nakushukuru kwa uhai. Mwambie Mungu nakushukuru. Hebu mshukuru Mungu kwa yote
yote ambayo amekutendea. Yataje yale ambayo Mungu amefanya. Yataje yale ambayo Mungu amekutendea. Yataje yale ambayo Mungu amekufanyia. Kama ni kazini uliongezwa, ulipandishwa cheo, mshukuru Mungu. Katika yote hayo wewe mshukuru Mungu. Lakini pia pata muda wa kufanya tathmini kwa malengo yako yote uliojiwekea. Je, umefanikiwa kwa kiasi gani? Ulivyoanza Januari, kuna mambo uliandika kwamba nataka mwaka huu nifanye hiki na hiki. Kwa hiyo angalia umefanikiwa wapi na umekosea wapi, na hapo anza kufanya marekebisho mapya. Usisubiri mwaka mpya. Miezi miwili iliyobakia bado ni mikubwa sana. Unaweza kufanya na kubadilisha jambo fulani. Kwa hiyo hakikisha unafanya tathmini. Usipofanya tathmini, unakuwa ni mtu ambaye tu unajiendea na haujui wapi unaenda. Wala haujui umefanikiwa kiasi gani. Kama ni biashara, fanya tathmini yako. Je, mwaka huu umefanikiwa kiasi gani kwenye kila eneo la maisha yako? Lakini pia tutaombea miezi miwili iliyobaki. Nafikiri hapa nisisome, lakini nitakuwa tunaomba. Mimi nitakuwa nataja kwamba tunaombea kitu fulani, na wewe huko unaangalia mwongozo, unaomba. Kwa hiyo tukianza kuomba, na wewe hakikisha unaomba hapo ulipo. Usikubali kuwa tu msikilizaji na mfuatiliaji. Kwa hiyo tunaingia kwenye kuomba. Kila mmoja apate muda wa kuomba huko alipo. Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa saa njema na muda mzuri. Ninakushukuru kwa fadhili zako na nguvu zako. Mungu asante. Tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Tunakushukuru kwa miezi iliyopita kuanzia Januari. Mungu umetupigania Januari. Mungu umetupigania Februari. Mungu umetulinda March. Mungu umetulinda Aprili. Mungu umetulinda Mei. Mungu umetulinda Juni. Mungu umetulinda Julai. Mungu umetulinda Agosti. Mungu umetulinda Septemba. Mungu umetushindia Oktoba. Mungu tunakushukuru kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 10. Mungu umetupigania. Mungu umetuwezesha. Asante kwa afya njema. Asante kwa ulinzi. Asante Mungu umetuepusha na roho za mauti. Mungu asante. Umetupa afya njema kwa kila mwezi. Mungu umelinda familia zetu. Mungu asante. Mungu asante. Mungu asante. Mungu asante. Umetuepusha na roho za mauti kwa miezi yote. Mungu umetusaidia. Mungu umetusaidia. Umeongeza vipato vyetu. Mungu asante. Umetupa kibali. Umetupa kibali kwenye kila eneo la maisha yetu. Mungu tunakushukuru. Mungu umetupa afya njema. Mungu umetuimarisha. Mungu umetupatia watu sahihi. Mungu umetupa akili njema. Mungu umetusaidia kwenye mipango yetu. Umetusaidia kwa habari ya mipango yetu. Mungu tumeuona mkono wako. Mungu tumeona nguvu zako. Mungu tumeona uweza wako. Tumeona Mungu ukitupigania. Mungu asante. Asante kwa ajili ya miezi yote iliyopita. Mungu tunakushukuru. Asante Mungu wa mbinguni. Hatuna maneno mengi zaidi ya shukurani. Mungu tunakushukuru. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetupigania. Tunakushukuru kwa yale ambayo Mungu hujafanya. Tunaamini ya kwamba unakwenda kufanya sasa. Mungu asante kwa kutupigania. Mungu asante kwa kutuwezesha. Mungu asante kwa kutusaidia. Mungu asante kwa nguvu zako. Mungu asante kwa uweza wako. Mungu asante kwa nguvu zako. Tunakurudishia sifa na utukufu. Pokea sifa za mioyo yetu. Wana fasten to Jesus. Mungu umetusaidia. Mungu umetupigania tangu tumeanza kufunga huko Januari. Miezi yote Mungu umetupigania kila mwezi. Tarehe 1, tarehe 7 Mungu umetutia nguvu. Wengine tumefunga kuanzia Januari mpaka Mungu mwezi wa 10, na tumeingia mwezi wa 11 kufunga tena, na tunataka tumalize mpaka mwezi wa 12. Mungu asante.
umetutia nguvu, Mungu umetuwezesha, Mungu umetusaidia siku zote. Mungu wa mbinguni, tumeweza kufunga salama, umetuepusha na kila uchovu, umetuepusha na magonjwa, umetupa afya njema. Mungu asante, Mungu asante, umetupigania. Mungu asante, umetuwezesha. Mungu asante, umetutia nguvu. Mungu asante, umetuwezesha. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunasema ni asante kwa fadhili zako. Nasema ni asante kwa nguvu zako. Nasema ni asante kwa uweza wako. Mungu asante, umetupigania. Mungu asante, umetuwezesha. Tumefunga siku zote, hatujawahi kuchoka, hatujawahi kuacha. Mungu asante kwa ajili ya kila mmoja. Mungu nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu umemwezesha kufunga na kuomba siku zote hizo. Mungu asante, tunakurudishia sifa na utukufu. Mungu asante kwa fadhili zako. Mungu asante kwa nguvu zako. Mungu asante kwa uweza wako. Mungu asante kwa nguvu zako. Tunasema ni asante kwa fadhili zako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uweza wako. Mungu wewe unastahili sifa. Mungu wewe unastahili kushukuriwa. Mungu asante. Tunasema ni asante kwa ajili ya mwezi wa 11. Mungu tunaomba kibali chako kitembee na sisi kwa hii miezi miwili iliyobakia. Mungu tunahitaji kuona nguvu zako. Miezi miwili iliyobakia, miezi miwili iliyobakia, miezi miwili iliyobakia. Kwenye hii miezi miwili iliyobakia, Mungu tunahitaji kuona mwongozo wako. Tunahitaji kuona nguvu zako. Kwenye miezi miwili iliyobakia, Novemba na Disemba, Mungu tupe kuikamilisha salama. Mungu tupe kuikamilisha salama. Miezi miwili iliyobakia, Novemba na Disemba, Mungu tupe kuikamilisha salama. Mungu tupe kuikamilisha salama. Mungu tupe kuikamilisha salama. Mungu tusaidie tukaikamilishe salama miezi miwili iliyobakia. Mungu tupe afya njema. Mungu tupe afya njema miezi miwili iliyobakia, mwezi huu wa 11 na wa 12. Tupe afya njema. Ombea afya yako. Ombea afya yako kwa hii miezi miwili iliyobakia. Ombea afya yako na familia yako. Mwambie Mungu akusaidie. Mwambie Mungu akutie nguvu sawa sawa na Kutoka 15:26. Biblia inasema akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Embu fuatisha maneno haya. Mungu asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kuwa mwezi wa 11 na wa 12 utanipa afya njema. Hautatia magonjwa kwenye mwili wangu. Hautatia magonjwa kwenye mwili ya ndugu zangu. Mungu asante kwa afya njema. Mungu asante kwa uzima. Mungu asante kwa kunipa afya njema. Asante kwa kuwa mwezi wa 11 na wa 12 nitavuka salama. Embu mwambie Mungu asante kwa afya njema kwa mwezi wa 11 na wa 12. Mungu asante, tutie nguvu. Mungu tuwezeshe. Mungu tusaidie. Mungu tuonekanie. Asante kwa ajili ya mwezi wa 11 na wa 12. Mungu asante kwa kuwa tutashinda na zaidi ya kushinda. Mungu asante kwa mwezi wa 11 na wa 12. Mungu tusaidie. Mungu tutie nguvu. Mungu tuwezeshe. Rasa katalabo maru sekete katayana rasa katalabo katayana maru sakatalabo seketelebo ya kataraso katayana lesiketelebo rasu katayana la katalabo seketelebo rukatalabo. Mungu asante kwa afya njema. Mungu asante kwa afya njema. Rakutalabo seketelebo marasa katalabo. Embu omba, mwambie Mungu akutie afya njema. Mwambie Mungu akupe afya njema. Mwambie Mungu akupe afya njema. Mwambie Mungu nipe afya njema. Ombea afya yako. Mwezi wa 11 hautaugua. Mwezi wa 11 hautakwenda hospitalini. Mwezi wa 11 na wa 12 hautashinda
utalinda, utalinda. Mungu atakupa afya njema. Pokea 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 afya njema. Magonjwa sio fungu letu. Magonjwa sio fungu letu. Embu sema, magonjwa sio fungu langu. Magonjwa sio fungu langu. Ewe shetani, niachie. Magonjwa toka kwenye mwili wangu. 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 Embu mwambie shetani aondoke na magonjwa yake. Ewe shetani uliyeleta magonjwa kwa huyu ndugu, na kuamuru haya ondoka, mwachie kwenye tumbo lake. Uvimbe kwenye tumbo lake, haya mwachie, haya ondoka. Kila aina ya magonjwa uliyeingia kwa huyu ndugu, na kuamuru haya ondoka kwa jina la Yesu. Enyi magonjwa mliyetumwa kumshambulia, na waamuru haya ondokeni kwa jina la Yesu. Na kutamkia afya njema, na kutamkia afya njema. Magonjwa sio fungu lako. Magonjwa sio fungu lako. Magonjwa sio fungu lako tena. Magonjwa sio fungu lako. Hayo magonjwa yanaondoka. Hayo magonjwa yanakimbia. Huo uvimbe unaondoka. Hicho kichwa kinapona kwa jina la Yesu. Hiyo miguu inapona. Hiyo pressure inaondoka. Hiyo sukari inaondoka. Huo ugonjwa moyo unapona kwa jina la Yesu. Magonjwa sio fungu lako. Magonjwa sio fungu lako. Hakuna tena. No more disease. No more disease. Hakuna magonjwa tena. Hakuna magonjwa tena kwenye mwili wako. Na tamka afya njema. Mwezi wa 11 na wa 12 utakuwa wa ushindi kwako. Magonjwa hayatakuwa fungu lako. Magonjwa hayatakuwa fungu lako. Huenda kuna ugonjwa ambao umekutesa kwa muda mrefu, na uamuru uondoke sasa kwa jina la Yesu. Kwenye mifupa yako, kwenye misuli yako, kwenye mfumo wako wa damu, kwenye kila eneo la mwili wako, napitisha operation ya damu ya Yesu. Operation ya damu ya Yesu. Hiyo inapita. Hiyo inapita. Hiyo inapita. Hiyo inapita. Hiyo inapita. Rekatalabo, esakatalabo, emarasukatalabo. Hiyo inapita. Operation inapita ya damu ya Yesu. Operation inapita ya damu ya Yesu. Na achilia uponyaji kwenye afya yako. Na achilia uponyaji kwenye afya yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya magonjwa, hayo magonjwa ambayo yanakufuatilia, yamekufuatilia kwa muda mrefu, hayo magonjwa ya kurithi hayatakufuata. 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 Huo ugonjwa ambao umeandikiwa, ukirudi tena hautaukuta. Hiyo HIV inaondoka. Hiyo HIV inaondoka. Magonjwa ambayo kwa binadamu yanashindikana, na kwa Yesu yanawezekana. Hayatashindikana. Biblia inasema yale yote ambayo yanashindikana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ni wewe kuamini tu. Embu weka imani. Embu weka imani. Embu weka imani. Embu weka imani kwa jina la Yesu. Weka imani ya kwamba unakwenda kupona. Weka imani ya kwamba unakwenda kupona. Hakuna magonjwa tena. Hakuna magonjwa tena. Embu fuatisha maneno haya katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nakataa magonjwa kwenye mwili wangu. Nakataa magonjwa ya kunitesa. Enyi magonjwa, na watangazia mwisho. Enyi magonjwa, na watangazia mwisho. Haya ondokeni kwenye mwili wangu. Haya ondokeni kwenye mwili wangu kwa jina la Yesu. Haya yatangazie mwisho. Yatangazie mwisho ya magonjwa kwa jina la Yesu. Na waamuru magonjwa, nguvu za giza, mapepo, majini, hamna nafasi juu ya huyo mtu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naingia kuomba. Kataa roho ya mauti. Kataa roho ya mauti. Kataa roho ya mauti. Sema nitaziona siku za uzee wangu. Hebu soma, fuatana na mimi. Zaburi 118 na ule mstari wa 17. Biblia inasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Hebu tamka. Tamka. Weka jina lako hapo. Mimi David sitakufa bali nitaishi,
nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Tamka maneno haya: mimi fulani, mimi David, natamka ya kwamba roho ya mauti haitaniweza, sitakufa bali nitaishi. Nitamaliza mwezi wa 11 wa 12 na nitaendelea mbele, nitakuwa na afya njema. Adui hataniweza, adui hataondoa uhai wangu, bali nitaondoka baada ya kulimaliza kusudi la kuumbwa kwangu ambalo nikisha kulitimiza nitapumzika kwenye siku zangu ambazo Mungu wewe umezipanga. Sitakufa kwa mpango wa adui, sitakufa kwa mpango wa shetani, nitakufa kwa mpango wa Mungu. Kataa hizo roho za mauti, kataa hizo roho za mauti kwa jina la Yesu. Kuelekea mwisho wa mwaka hii, miezi miwili, tunakataa roho za mauti, roho za mauti ambazo zinatufuatilia, hazina nafasi. Kamea hizo roho za mauti, hata kuwepo mtu wa kufa. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza kwa jina la Yesu. Roho ya mauti hauna nafasi juu yake, roho ya mauti hauna nafasi juu yetu. Tutatoka nje, tutafanya usafiri na roho ya mauti hazitatufikia. Mungu tatulinda, Mungu tatupigania. Tunakataa kufa kwa bahati mbaya, tunakataa kufa kwa mpango wa adui. Hakuna shauri la mwanadamu ambalo litaweza kutuondoa, bali shauri lako Mungu litatimia. Ndugu zetu tunawaombea afya njema, ndugu zetu tunawaombea afya njema. Hawatakufa kwa machafuko ya kisiasa, hawatakufa kwa machafuko ya kisiasa. Utawapa afya njema, utawapa afya njema. Hawatakufa kwa sababu ya makosa ya watu wengine, hawatakufa kwa sababu ya makosa ya watu wengine. Katika jina la Yesu tunatamka afya njema, tunatamka afya njema. Mungu ingilia kate, Mungu ingilia kate, Mungu ingilia kate. Tunakataa roho ya mauti, roho ya mauti hauna nafasi juu ya taifa la Tanzania. Kuelekea mwisho wa mwaka, tunakataa roho ya mauti, tunakataa roho ya mauti juu ya taifa la Tanzania. Tunakataa roho ya mauti kwa jina la Yesu. Hatutakufa bali tutaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Omba juu taifa la Tanzania. Kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mauti hauna nafasi juu ya taifa la Tanzania, katika jina la Yesu. Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe. Wewe ndiye mtetezi wetu, wewe ndiye unayetupigania, wewe ndiye unayetuwezesha. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu tuonekanie, Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe. Msaidie kila mmoja, mtie nguvu kila mmoja, muwezeshe kila mmoja kwa jina la Yesu. Roho ya mauti hauna nafasi juu yetu, roho ya mauti hauna nafasi juu yetu. Hatutakufa bali tutaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu. Embu tamka uzima, embu omba. Kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti. Embu omba, embu omba. Kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti juu ya ndugu zako, juu ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya maisha yako. Kataa roho ya mauti, kataa roho ya mauti. Embu omba, usinyamaze, usinyamaze. Embu omba, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Embu omba, usinyamaze, usishie njiani. Embu omba, embu omba. Katika jina la Yesu tunaingia kuomba. Chochote ambacho kinatuingizia kipato, embu ombea. Iwe ni kazi, iwe ni biashara, chochote kile ambacho kinakuongezea kipato, chochote kile ambacho kinakuingizia pesa, chochote cha halali ambacho kinakuongezea pesa, ambacho ni chanzo cha kipato chako, embu kiombea katika jina la Yesu. Natamka mafanikio, natamka maongezeko kwenye
vyanzo ya mapato yetu kwa jina la Yesu. Na muombea huyu ndugu anayenisikiliza kwenye chanzo cha mapato yake. Mungu mbariki, Mungu muongezee, Mungu mbariki, Mungu muongezee. Usimpungukie kwenye chanzo cha mapato yake, kwenye biashara yake, kwenye kazi yake aliyoajiriwa. Mungu mtendee, Mungu muwezeshe, mfungulie milango. Baba mpiganie, Baba muwezeshe, Baba msaidie, Baba mtie nguvu, Baba muwezeshe. Mungu wa mbinguni msaidie, Mungu muwezeshe, mpe kushinda kwenye chanzo cha mapato yake. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, mpe kushinda chanzo cha mapato yake tikaongezeke. Mfungulie milango zaidi, Mungu mbariki, chanzo cha mapato yake tikaongezeke. Bariki kazi zake, bariki biashara zake, bariki kila chanzo cha mapato yake. Hata ambaye ana kazi, fungulie milango ya kazi, mfungulie milango ya chanzo kipya cha mapato yake. Asitegemee chanzo kimoja, mfungulie vyanzo vingi kwa jina la Yesu. Tunakataa kila uharibifu, tunakataa yule ambaye alaye na kuharibu. Kila mpango wa adui unaokula na kuharibu hautafanikiwa. Roho za hasara kwenye vyanzo vya mapato yake na vikataa. Ewe roho ya hasara, hautafanikiwa. Roho ya hasara, ewe roho ya hasara, utapeli na ujambazi hawataibiwa kwenye vyanzo vya mapato yao. Mungu msaidie kila mmoja kwenye chanzo cha mapato yake, asiibiwe. Mungu msaidie asiibiwe. Muepushe na matapeli kwenye biashara zake, muepushe na kila wizi, muepushe na kila hasara. Hatazalisha hasara bali faida, Mungu msaidie kwenye biashara yake, kwenye kazi zake, akazalishe faida na sio hasara, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu asante kwa fadhili zako, Mungu asante kwenye vyanzo vya mapato yetu, Mungu asante kwa ajili ya biashara zetu, Mungu asante kwa ajili ya kazi zetu, Mungu asante kwa fadhili zako, katika jina la Yesu. Embu ombea kibali na neema za Mungu zitembee na wewe kwenye kila mwezi uliobakia. Embu omba katika jina la Yesu. Omba kibali na neema za Mungu zitembee na wewe kwa kila mwezi uliobakia, kwa hii miezi miwili iliyobakia, mwezi wa 11 na wa 12. Omba kibali na neema zitembee sawa sawa na Esther 2:17. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Mwanzo 39:21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza, na kuombea kibali kama cha Yusufu, kibali kama cha Esther kiambatane na wewe. Kibali kwenye mambo yako, kifuatane na wewe. Kibali na neema, si kwamba tunastahili. Kibali cha kuingia kwenye ndoa, si kwamba eti unastahili kupata ndoa nzuri sana, bali neema zake Mungu tu. Ni neema zake Mungu, si kwamba eti wewe unauza sana. Ni kibali tu cha Mungu. Mwambie Mungu, nipe kibali, niongezee kibali, Mungu nisaidie. Si kwamba eti wewe huduma yako inakwenda vizuri, ni neema za Mungu tu. Mwambie Mungu akuzidishie neema. Usijivunie akili zako, usijivunie ufahamu wako. Hiyo ni neema
neema ya Mungu, ni neema ya Mungu. Sio kwamba eti una ndoa nzuri kuliko wengine, ni neema tu ya Mungu inakushikilia, ni neema ya Mungu tu inakushikilia. Si kwamba una mali nyingi kuliko wengine, ni neema ya Mungu tu inakushikilia. Embu omba neema ya Mungu. Neema ya Mungu inatustahilisha hata pale ambapo tulikuwa tustahili, inatupatia vitu hata pale ambapo tulikuwa hatuwezi kuvipata. Hiyo ni neema ya Mungu. It's just the grace of God. Mwambie Mungu, neema yako yanitosha, neema yako yanitosha. Embu omba neema ya Mungu ikufunike kwenye biashara zako, neema ya Mungu ikufunike kwenye ndoa zako. Mwambie Mungu, neema yako inifunike, neema yako inifunike. Embu mwambie Mungu, neema yako inifunike. Embu mwambie Mungu, neema yako inifunike. Embu mwambie Mungu, neema yako inifunike. Mwambie Mungu, neema yako inifunike, akustahilishe hata pale ambapo ulikuwa ustahili. Embu mwambie Mungu, embu nifuatishe maneno haya, nifuatishe maneno haya. Mungu, naomba nisaidie. Mungu, naomba niwezeshe. Unipatie neema na kibali chako kwenye maisha yangu. Ukanistahilishe hata pale ambapo nilikuwa sistahili. Ukaniingize hata pale ambapo nisingeweza kuingia. Ukanikutanishe na watu ambao kwa akili zangu na fahamu zangu nisingeweza kukutana nao. Mungu, nipe neema zako. Mungu, nistahilishe hata pale ambapo kwa akili na uwezo wangu nisingefika. Baba, nistahilishe. Ninakiri ya kwamba si kwanza mimi nina nguvu sana ama na akili zangu ndizo zinazoniwezesha, bali neema zako ndizo ambazo zinanifanya nimefika hadi hapa. Naomba neema na kibali chako kiweze kuwa juu yangu, kiongezeke zaidi, na unipe kushinda na zaidi ya kushinda. Embu omba hicho kibali, embu omba hiyo neema. Si kwamba Esther alikuwa anastahili kuingia kwa mfalme, bali aliingia kinyume na utaratibu, lakini ile kibali, hiyo kibali kilimwezesha akaweza kupokelewa. Najua na wewe kuna maeneo ambayo watamani kuingia, lakini unashindwa kufika. Kibali cha Mungu kikuwezeshe, neema yake Mungu itakustahilishe ukaweze kuingia. Yusufu aliweza kushinda kwa sababu Mungu alitembea na yeye. Kibali cha Mungu kilitembea na yeye hata alipoingia gerezani. Kibali kilikuwa na yeye. Mungu akupe kibali kama ta Yusufu. Embu omba kibali, mwambie Mungu akuwezeshe. Embu omba, usinyamaze, mwambie Mungu akuwezeshe. Kibali na neema zake zikakufuate katika jina la Yesu. Mungu, tunaomba kibali chako kitembee na sisi, neema yako itembee na sisi. Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, tustahilishe hata yale ambayo hatukustahili, tustahilishe hata vile vitu ambavyo hatukustahili. Tuwezeshe Mungu, tuwezeshe yale ambayo yalikuwa ni magumu kwetu, kwa neema yako tuweze kuyafanikisha. Mungu wa mbinguni, tunakiri ya kwamba hatutegemei uwezo wetu, hatutegemei akili zetu, hatutegemei vipato vyetu, bali neema yako ndiyo inayotutosha. Mungu, tujaze na neema yako hii miezi miwili iliyobakia. Kibali na neema zikatembee na sisi katika jina la Yesu. Mungu, asante. Embu omba, mwambie Mungu akupe kuishi kusudi lako sawa sawa na Yeremia 1:5. Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Embu mwambie Mungu akupe uweze kuliishi kusudi lake, si kusudi lako bali kusudi la Mungu. Mungu, tusaidie tuweze kuenea
kuenenda na kuyatimiza makusudi yako Mungu juu ya maisha yetu. Tusipende kinyume na makusudi yako. Tusitembee kwa akili zetu, tusitembee kwa fahamu zetu, bali Mungu utuwezeshe, tupe kuenenda na kutimiza kusudi lako Mungu. Embu kiri, omba maneno haya, nifuatishe maneno haya. Mwambie, Mungu, naomba unisaidie, nisamee pale ambapo nilikwenda na nilitembea kinyume na kusudi lako. Ninaomba unisaidie, unipe kulitambua kusudi lako juu ya maisha yangu, niweze kuenenda sawa sawa na kusudi lako. Nisamee pale ambapo nilikwenda kinyume na kusudi lako. Nisamee pale ambapo sikufuata nini kusudi lako juu ya maisha yangu. Naomba nianze mwanzo mpya, nijaze na kusudi lako, niweze kulitambua kusudi la kuumbwa kwangu kwenye maisha yangu, na niweze kuanza kuliishi. Mungu nisaidie, niinulie watu sahihi ili niweze kulitimiza ili kusudi langu. Mungu nisaidie watu ambao watanisapoti niweze kulitimiza na kulimaliza kusudi lako. Mungu nisaidie, nahitaji nguvu zako. Embu omba sasa, mwambie Mungu akusaidie. Mungu msaidie huyu ndugu anayenisikiliza. Huenda ametembea muda mrefu na hajaweza kuliishi kusudi lako. Mungu msaidie. Mungu msaidie aweze kutambua, aweze kudiscover kusudi lake katika jina la Yesu. Mungu msaidie. Mungu msaidie. Mfungulie hiyo milango, aweze kuona lipi kusudi la kuumbwa kwake kwenye hii dunia. Asiende kinyume na kusudi lako Mungu wa mbinguni. Mungu tupiganie, Mungu tuwezeshe, Mungu tusaidie. Tunasema ni asante. Tunahitaji Mungu wa mbinguni, zaidi ya yote utukutanishe na watu sahihi kwenye eneo la maisha yetu. Hii miezi 11, hii miezi miwili iliyobakia, Mungu tusaidie, tukutanishe na watu sahihi. Na muombea huyu mtu anayenisikiliza, mkutanishe na watu sahihi kulingana na eneo la maisha yake. Chochote ambacho anahitaji, umkutanishe na mtu sahihi. Baba, kama ni kwenye biashara yake, kwenye kazi zake, kwenye huduma yake, muinulie watu sahihi. Muinulie watu sahihi. Muinulie business partner, muinulie partner ambao wataungana yeye, watamsaidia, watamsupporti, watamshikilia. Mungu, muinulie watu sahihi. Muinulie watu sahihi. Baba, muinulie watu sahihi ambao wataambatana yeye. Muinulie watu sahihi ambao watamshikilia. Muinulie watu sahihi ambao watatembea na yeye. Mungu msaidie. Muepushe na watu wasio sahihi. Baba, tuepushe na watu wasio sahihi kwenye maisha yetu. Tuepushe na watu wasio sahihi. Baba, tuinulie watu sahihi. Tuinulie watu sahihi. Tuinulie partner sahihi kwenye huduma zetu. Tuinulie watu ambao watatusaidia kusapoti hizi huduma. Mungu, tuinulie watu sahihi. Mungu wa mbinguni, tuinulie watu sahihi katika jina la Yesu. Na muombea kila mmoja kwenye eneo lake, kwenye biashara zake. Mungu, muinulie watu sahihi. Mungu, muinulie watu sahihi. Muepushe na watu wasio sahihi. Muepushe na watu wasio sahihi. Baba, muepushe na watu wasio sahihi. Mungu msaidie. Mungu mtangulie. Mungu mpiganie. Mungu muwezeshe. Mungu mtie nguvu. Muepushe na watu wasio sahihi. Muepushe na watu wasio sahihi. Muepushe na watu wasio sahihi. Embu nifuatishe maneno haya. Mungu, naomba unisaidie kwenye maisha yangu. Naomba uniinulie watu sahihi ambao wataambatana na mimi, watu ambao watanisapoti, watu ambao watanishika mkono, watu ambao watanisaidia pale ambapo sitakuwa na uwezo. Mungu, niinulie watu sahihi kwenye mambo yangu yote, kwenye kazi zangu, biashara yangu, hata kwenye ndoa. Wale kama haujaingia kwenye ndoa, mwambie Mungu akuinulie mtu sahihi wa kuingia naye kwenye ndoa. Mungu nisaidie
uniinulie watu sahihi ambao watanisaidia. Niepushe na watu ambao sio sahihi. Kama kwenye maisha yangu nipo na watu ambao sio sahihi, Mungu niepushe nao. Niondolee kwenye maisha yangu wabaki watu sahihi tu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Muombe Mungu, ombe tu la mwisho. Muombe Mungu akupe akili na hekima kwenye kila kitu ambacho unakifanya hii miezi miwili iliyobakia. Ukisoma Mithali 3:4 nasema, ndivyo utakaopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mungu, naomba umsaidie huyu ndugu anayenisikiliza. Mungu msaidie, Mungu msaidie, mpe kibali na akili njema, mpe kibali na akili njema, aweze kuyafanya mambo yake kwa akili. Mungu msaidie, fungua ufahamu wake, fungua ufahamu wake, fungua ufahamu wake, aweze kufanya mambo akiwa na akili njema. Mungu msaidie, Mungu mtangulie, Mungu mpiganie, aweze kufanya mambo kwa akili njema. Fungua ufahamu wake, fungua ufahamu wake, Mungu muwezeshe, fungua ufahamu wake, akili yake iweze kuwa imara, aweze kufanya mambo kwa akili nzuri. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu, Mungu muwezeshe na kwenda kinyume na kila uharibifu, kila ila za shetani na zikataa na kukemea kwa jina la Yesu. Mungu msaidie, mpe akili na hekima kwenye mambo yake yote. Mungu kamuongoze, Mungu kamsaidie kwenye mambo yake yote, ukampe akili na hekima njema. Mungu msaidie, Mungu msaidie, muepushe na kila uharibifu, muepushe na kila ila za shetani katika jina la Yesu. Mpe kibali na akili njema, mpe hekima kwenye maisha yake, umsaidie, umtangulie, umpiganie na umwezeshe. Muepushe na kila uharibifu, muepushe na kila ila za shetani, muepushe na kila nguvu za giza. Mungu msaidie kwenye kazi zake, kwenye biashara zake, ukamfanikishe, ukamshindie na ukamwezeshe aweze kuwa na akili na hekima. Mungu wa mbinguni akashinde na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Mungu nasema ni asante, ninakushukuru kwa ajili ya maombi ya siku ya kwanza. Asante kwa kila mmoja ambaye amenisikiliza na ameomba pamoja na mimi. Mungu msaidie, Mungu mtie nguvu na umwezeshe, mpe kushinda na zaidi ya kushinda, asiishie njiani hadi siku ya mwisho. Mungu msaidie, mtie nguvu kila mmoja, muwezeshe kila mmoja, mfunike na nguvu zako, muwezeshe na nguvu zako katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na kila ila za shetani, na kwenda kinyume na kila nguvu za giza, roho za usingizi na kufanya watu wasiombe, na zikemea kwa jina la Yesu Kristo. Mungu muwezeshe, msaidie na umtie nguvu kila mmoja, mpe nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amen. Kama umenisikiliza mpaka mwisho, basi hakikisha una subscribe hapo chini kwenye akaunti yangu ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification na kuweka maombi, mafundisho na masomo mengine mbalimbali. Na kama umenisikiliza mpaka mwisho, basi komenti hapo chini kwamba Mungu nakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza, au Mungu asante kwa ajili ya mwezi wa 11 na wa 12, au Mungu asante kwa ushindi. Komenti neno la ushindi hapo kwenye komenti hapa YouTube. Mungu akubariki sana na endelea mbele, usikate tamaa. Amen.